Ni darasani katika chuo cha VETA Shinyanga, mafunzo kwa vitendo yakiendelea kwa wanafunzi walioko katika hatua tofauti za mafunzo hayo. Miongoni mwa waliopata mafunzo ya moja kwa moja ni Sofia Malima, mhitimu wa fani ya ususi, ambaye anasema maisha yake yamebadilika kwa kiasi kikubwa tangu alipopata mafunzo ya ufundi. Nilienda VETA mwaka 2023 nikiwa ni mwanachuo. Namshukuru Mungu nimepata mafunzo mengi VETA. Nilikuwa nasoma kozi ya urembo na ususi. Kwa kweli nimenufaika namna moja au nyingine, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vingi vya urembo nilikuwa sifahamu, lakini nimepata fursa ya kujifunza na kuelewa mambo mengi kuhusu urembo pamoja na ususi. Kabla ya kupata mafunzo hayo, Sofia anasema ujuzi wake ulikuwa hauna dira wala mwelekeo. Kabla ya kwenda VETA nilikuwa sina ujasiri na uwezo wa kutoka mbele ya watu kufanya kazi yangu kwa umakini. Kwa hiyo kuna sehemu nilikuwa nakosea, lakini toka nimefika VETA Shinyanga nimepata muda mzuri wa kujifunza na nimeelewa vitu vingi zaidi. Ujuzi na maarifa aliyoupata umemwezesha Sofia kuanza biashara yake ya ususi na pia kutoa mafunzo kwa vijana wengine, jambo ambalo limepanua zaidi wigo wa ajira kwa vijana waliokuwa hawana matumaini. Kwa hiyo kupitia VETA nimeweza kujenga ujasiri na kujiamini mpaka kufikia kufungua ofisi yangu mwenyewe, lakini pia nimeweza kuajiri vijana wengine ambao kiukweli wamekuwa wananufaika na ofisi yetu. Napata vijana mbalimbali, kuna wanaokuja kujifunza kwetu pia, lakini kuna wanaokuja wakiwa wanajua, kwa hiyo tunasaidizana. Changamoto ya ajira kwa vijana wengi kwake ikawa ni tofauti, ambapo ujuzi wake ameweza kuugawa kwa kutanua wigo wa ajira. Esther Johnny ni mmoja wa waajiriwa wa Sofia. Na ni bosi wangu hapo, amesoma VETA, kwa kuna vitu vingi ambavyo anatuelekeza sisi ambao tulikuwa tujui mwanzo, lakini kwa sasa hivi tunajua na tunafanya kazi vizuri na wateja wanakuwa ni wengi. Kwa sababu hata mimi mwenyewe nilikuwa ni mmoja wapo wa wanafunzi wa VETA. Kuna baadhi ya vitu nilikuwa sifahamu, lakini kwa sasa nafahamu. Saluni hii naizungumzia vizuri kwa sababu ni moja kati ya saluni inayofanya kazi vizuri sana. Isingekuwa mafunzo hayo, sidhani kama wangeweza kusuka vizuri kama jinsi ambavyo wananisuka kama mnavyoona hapa. VETA imewasaidia sana. Mwalimu Abraham Mbuguni ni mkuu wa chuo cha VETA Shinyanga. Anasema kuwa chuo hicho kimekuwa msaada mkubwa kwa vijana wa Kitanzania katika kujijengea uwezo wa kujiajiri. Wanafunzi wetu wanapomaliza huwa tunatunza takwimu na huwa tunawafuatilia wanafanya nini katika soko la ajira. Tunafahamu kwamba tunapowafundisha sio wote wanaopata ajira rasmi. Wengine wanajiajiri, lakini wengine wanaajiri wenzao baada ya kupata mafanikio. Tuna ushuhuda nyingi za vijana ambao wamepita VETA kwa miaka na miaka, ambao sasa wanafanya vizuri sana kwenye soko la ajira, wanafanya vizuri sana viwandani, wanafanya vizuri sana kwenye shughuli zao binafsi. Mbuguni anasema licha ya kutoa mafunzo kwa vijana wengi wa Kitanzania, pia mafunzo hayo yamekuwa yakitolewa kwa vijana wanaotoka mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara. Chuo chetu kinapokea wanafunzi wa kozi za muda mfupi kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki na Kati. Kwa mfano, na nchi za Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo na Eritrea. Katika kufikia malengo, VETA imekuwa na mafanikio makubwa kwa miaka ya hivi karibuni kwa kuwajenga vijana katika fani mbalimbali, wengine wakijiajiri na wengine kuajiriwa katika taasisi na mashirika mbalimbali. Mafanikio ya kijana huyu Sofia ni ushahidi kuwa elimu ya ufundi ni nyenzo muhimu ya kupambana na tatizo la ajira nchini na njia mojawapo ya kufikia maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kasisi Costa, Habari Wikendi, Shinyanga.